umuhimu, tukajifunza, tukaingia mbali, tukasema hata kwenye familia, hata kwenye ndoa, hata kwenye jamii, tuliingia huko maeneo mengi sana. Bwana asifiwe. Tukasema ukisha kuwa na umoja wa kweli kabisa na una nia ya kweli ndani, yani matokeo ni rahisi sana. Matokeo ni rahisi sana. Ukisoma kwenye Matendo ya Mitume, wale zamani wanafunzi walifika mahali mpaka walithubutu hata kuamua kukusanya vitu vyao kuviweka pamoja. Vyakula kusanya, weka sehemu moja kwenye gala moja. Kwa hiyo wewe una shida, basi unaenda tu kwa kiongozi, bwana mimi chakula nimeishiwa. Unaenda kupakua tu. Bwana asifiwe. Na walifanikiwa. Walifanikiwa. Kwa hiyo hali ile Mungu anatutaka hata sasa hivi. Kwa sababu Mungu hafanyi kazi katika matengano. Hafanyi kazi. Unaona? Anafanya kazi mahali ambapo watu wameshikamana. Wameamua kushikamana kabisa kwa kweli. Ndipo Mungu anaposhika. Bwana asifiwe. Kwa hiyo leo tutatumia muda mfupi, jana tulitumia muda mrefu sana. Kwa hiyo leo tutakuwa na muda mfupi kuangalia, nasema sisi ni askari wa Kristo. Sisi ni askari wa Kristo. Hakuna askari ambaye anakaa au anakuwa hana silaha. Askari lazima awe na silaha. Askari lazima awe na silaha. Usipokuwa na silaha, wewe askari unaweza kupigwa, tena unakuwa wa kwanza kupigwa, unakuwa wa kwanza kuuawa. Unaona? Kwa sababu adui anakujua wewe askari una silaha. Wakati wowote unatafuta kumharibu adui au kumpiga adui. Sasa usipokuwa na silaha, yeye hajui kwamba una silaha, au anaweza akajua kwamba una silaha. Kwa hiyo ni rahisi kukupiga. Kwa hiyo silaha ni ya muhimu. Kwenye Waefeso ni maandiko ambayo Paulo aliandika, maandiko marahisi sana, lakini ni ya muhimu sana. Kwenye Waefeso ile sura ya 6, maandiko marahisi lakini maandiko ni ya muhimu sana. Siku moja mimi nilisimulia, nikasema kama nisingekuwa na Mungu aliye hai, nilishakufa siku nyingi. Unaona? Nimeshakukutana na makombora, yani shetani kama kuna makombora haya ya kijeshi, na yeye anayo makombora kwenye ulimwengu wa kiroho yanayofanya kazi kwa njia ya giza. Unaona? Yapo. Nikashuhudia, nikasema kombora 2 nilikutana nazo Dar es Salaam. Siku ya kwanza nilikuwa na mira, naenda akiwa mdogo, naenda naye kwenye maduka fulani hivi nikanunua mahitaji. Basi napita kwenye msikiti ule, nilimshika mkono hivi, nilipigwa kombora moja, kikani na shangaa ni kitu gani hicho. Kikaja kugusa kichwani. Yaani nilisikia kishindo. Yaani na uwezeka nataka nianguke, nikajua kemea kwa jina la Yesu. Ndio nikapata nguvu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nikaenda dukani nikanunua, wakati wa kurudi nikapita pale pale. Unaona? Nasema ngoja nipite hapo nionyeshe ushindi. Halafu wenyewe wenye kutega makombora walikuwa barazani msikitini mle. Ndio kama nilikuwa na ufahamu wakati huo angekuwa mkubwa, hii kitu ninachokisema ndio walikuwa barazani wanacheza bao. Cheza bao barazani msikiti. Lakini ndio watega makombora. Halafu mlango ulikuwa wazi. Siku ya pili nilikuwa nimeamka asubuhi naenda kwenye shughuli zangu. Basi kutoka tu nyumbani napita kanisa la Pentecost. Ndio na mchungaji. Kanisa la Pentecost yani liko karibu tu, yani tumepishana tu na barabara. Unaona? Kwa hiyo ngambo ya barabara ndipo kuna kanisa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kutoka kanisani nafika nyumba hiyo ambayo ilikuwa imeshajengwa, imepauliwa, haijawekwa madirisha, magrill wala milango. Unaona? Wakati nakatisha hivi nikasikia kishindo kama kile. Kama bunduki vile au bomu sijui nini. Nikasema, "Ni kitu gani hicho?" Basi niangalie hicho kitu gani kimetoka kwenye nyumba, kina nani kinapiga kwenye nyumba hiyo. Wakati naangalia nakuta kuna kitu kinakuja, alafu kiko site ya kichwa changu, kiko kwenye level ya kichwa changu.
alafu nyuma ya hicho kidude kinakuja, nyuma kuna moshi unatoka. Nikabaki kushangaa, kitu gani hichi? Wakati nashangaa, kikaja kikapiga kichwani. Nakwambia nilirushwa hewani, yaani kichwa ndio kinatangulia, nikagonga kichwa. Yaani sijafika chini nikakemea. Nikafikia kukamata mikono chini. Sema duniani kuna maana. Mwaka huu na mchungaji tulikuwa tuna maombi ya nasema yale yana vita vya kiroho. Ni muda nzuri sana kuomba. Wakati tunaomba ndio Roho akaniambia, "Nyie mnasema Mungu asemaje?" Nikasikia sauti inaniambia, "Shughulikia soko la Newala." Sasa, soko la Newala kuna nini? Nikaanza kupiga makombora na mimi kwenye soko la Newala. Kumbe ni store ile. Nguvu za giza, zile silaha zote za giza ndio wameziweka pale kwenye soko pale. Kwa hiyo kuna store pale nyingi hazifunguliwi. Wewe unaona kama wanaweka bidhaa zao. Ni store wanaweka vitu mimi vya kichawi, makombora, matumbulu wameweka pale. Nikaanza kushughulikia. Piga. Wakati nashughulikia, mchungaji alikuwa anaomba akiwa amelala. Mimi niko natembea chumbani. Shughulika mchungaji amelala, lakini ndo anakemea amechoka na maandazi. Yaani haikupita muda. Nikasema kitu gani, lakini naendelea kukemea, naendelea. Kikatua kwenye nyumba. Kasema hivi vita sio vya kwetu, ni vya Bwana. Wakati tunaendelea kukemea, nikatuma la pili kwenye dirisha la kule ndani, dirisha letu. Mchungaji anataka kukimbia, nikamata mkono, nikamwambia, "Sasa unataka kukimbilia wapi mama? Hivi vita sio vya kwetu. Hivi vita ni vya Bwana." Bwana asifiwe. Tukakemea kukawa shwari. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunatakiwa, sisi ni askari ambao Mungu ametuweka. Unaona? Sisi ni askari kabisa ambao Mungu ametuweka. Sisi tunapambana vita vyetu kwenye ulimwengu wa kiroho dhidi ya ufalme wa Shetani, ufalme wa giza. Unaona? Na mamlaka zake zote. Kwa hiyo lazima tuwe na silaha. Kwa hiyo kwenye Waefeso 6 anasema hivi, kuanzia mstari wa 10 anasema, "Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake." Bwana asifiwe. Lazima tuwe hodari. Unaona? Maaskari, lakini sio maaskari tu. Maaskari hodari. Unaona? Wapiganaji hodari. Unaona? Tunaopigana dhidi ya ufalme wa giza, ufalme wa Shetani na mamlaka zake zote, lakini hatupigani hivi. Tunapigana tukiwa na nguvu, si ndio? Tukiwa na uweza na mamlaka ya kimungu, ndio tunaweza kupambana na falme hizo. Bwana asifiwe. Alafu 11 anasema, "Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani." Moja anasema, "Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka, juu ya ukuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa kiroho." Unaona? Kwa sababu hiyo, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejikinga kweli. Unaona? Kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki, na haki iwe kifuani, na kufungiwa miguu ya utayari. Yaani wewe uwe tayari tu, kwa sababu wewe Mungu ameshakuweka. Tupatao kwa injili ya amani, ndio kama ile tunayohubiri. Unaona? Zaidi ya yote mkiisha kutoa ngao ya imani. Lazima kuwa na imani ya kutosha, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Hebu fikiria ninavyosema hapa. Mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Niwaambie, silaha anazotumia Shetani sio za kawaida. Sio za kawaida. Eric angekuwepo hapa,
yeye ni shahidi. Kuna maeneo ambayo nimeshaenda kufanya huduma, nimeshamuita nikamwambia twende unipeleke. Ni shahidi. Siku moja nikaitwa Tandahimba, kuna nyumba hailaliki. Unaona, wapangaji wako mle wanapigwa usiku kucha. Anayewapiga hawamuoni. Unaona? Kumbe alichofanya yule mwenye nyumba ni tajiri mmoja ambaye ninafahamu simtaki. Unaona? Nikimtaja unaweza kufahamu. Ametenga chumba kimoja hakifunguliwaji. Hicho chumba kumbe ndio alichoweka majini yake mengi ameyaweka huko. Unaona? Kwa ameweka vitu vyake huko, misukule yake ameweka huko. Kwa hiyo inawatandika usiku kucha, inawapiga. Wanalalamika. Ndio kuna mpangaji mmoja ambaye ananifahamu. Unaona? Tulishawahi kufahamiana kitandani. Ndio akanipigia simu. Mchungaji tafadhali njoo tuombe huku. Kuna nyumba tunayoishi hailaliki. Unaona? Basi tumeenda pale na Eliki, tukafika pale ndani wakatukaribisha. Basi wao wakatoka nje. Tukaenda sebuleni. Basi tukiwa pale sebuleni, nikamwambia Eliki, hebu tuanze kuimba. Kaimba kidogo. Tulipomaliza kuimba ndio sasa tukaanza kulitia jina la Bwana. Haujawahi kuona sebule huku juu kuna gypsum. Yaani kuna madudu yanatembea kule. Gypsum kama nataka kupomoka kufunika. Nikamwambia, hebu endelea. Haujawahi kuona. Basi baada tukaona kaambia hapa kisha kazi. Basi tukaita wenyewe wale, wakaingia mle ndani, tukamshukuru Mungu, tukaondoka. Kaambia nyinyi saizi hamna kitu. Mpaka leo ile nyumba inalala. Bwana asifiwe. Kwa hiyo shetani ana silaha. Na kama mishale inayotajwa hapa yenye moto, unaona, imepitishwa kwenye moto ndio inarushwa. Yawahi kuona ndina akipigwa mshale moto ni chizi. Sasa hiyo leo hii nikiwa Newala nimepigiwa simu na mtu mmoja yuko wapi? Yuko Chihama. Amenipigia simu, "Mchungaji, chota namba yako bwana. Kuna ndugu yangu anateseka. Ni dada yangu anateseka, yuko kwa mganga wa kienyeji. Tumbo linajaa maji. Unaona? Nikaambia kuna watumishi wa Mungu hapo huko. Kaambia nenda kupeleke kwa fulani hapo. Maana wasije wakajua mtumishi ni mimi tu. Unaona? Nikaambia kuna watumishi huko hapo. Wana nguvu kama wewe, wananiuliza mimi na nguvu gani? Wewe nimecheka niambia. Gharama ya kuponya mgonjwa. Nikaambia gharama gani ninyi? Maombi ni bure tu. Nenda hapo atamuombea na atafunguliwa. Unaona? Mpeleke hapo. Atafunguliwa tu. Hao watumishi Mungu anawapaka mafuta. Unaona? Wana nguvu za Mungu. Maana usije ukamdharaulisha mtumishi usema hamna lolote wewe huko. Wote wamepakwa mafuta. Unaona? Na kuna shuhuda nyingi wananishuhudia matendo makubwa ambayo Mungu ameyatenda kupitia wao. Kwa hiyo nikamwambia mpeleke kwao. Unaona? Saa ngapi? Nikamwambia jioni. Wewe mpeleke tu jioni kuanzia saa 11 au saa 10, nenda tu utawakuta watamhudumia. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sisi ni lazima tuvae silaha. Unaona? Silaha ambazo tunatakiwa tuwe nazo sisi ni zaidi ya zile za shetani. Ndio tutaweza kupambana na shetani. Usipoweza kuwa na nguvu, kuwa na silaha zile, unaona, imani usipokuwa nayo ya kutosha. Maana ndio silaha zetu sisi. Silaha zetu sisi sio za kimwili. Unaona? Silaha zetu kwa kawaida ni kama hazina maana kwa kuzisoma hivi, lakini ndio silaha zenyewe. Unaona? Anasema hapa, sema basi simameni hali mmejifunga kweli. Unaona? Uwe mkweli. Alafu kitu cha pili, kuvaa dini ya haki. Uwe na haki, uwe mtu mwenye haki. Alafu kufungiwa miguu ya utayari kufuatao kwa Injili. Unaona? Yaani wewe uwe tayari kwa ajili ya kazi ya Mungu. Unaona? Ndio silaha zenyewe. Unaona? Zaidi ya yote ukitwaa ngao ya imani. Uwe na imani. Mwamini Mungu.
kwamba Mungu ana nguvu, Mungu ana uwezo.